Leo tunaenda kuongelea kuhusu habari njema. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 7. Msomaji wangu utanisomea kutoka mstari wa 1 hadi wa 19. Wafalme wa Pili mlango ule wa 7 kutoka mstari wa 1 hadi wa 19. Lakini kwa leo nitadili sana na mstari wa 3 hadi mstari wa 9. Lakini kwa sababu ya muktadha, taomba msomaji wangu na kila mwenye Biblia yake, tafadhali naomba uweze kuenenda na msomi huyo anaposoma, ili usiweze kuachwa nyuma. Kwa yule ambaye hana Biblia, hata mimi yangu nimeiacha hapo, unaweza msaidia nayo. Kwa yule ambaye hana Biblia, mfungulie mlango, ni Wafalme wa Pili, 2 Kings, from chapter 7 verse 1 to 19. Kwa wale wa lugha iliyokuja na meli, kwa sisi wa lugha iliyotengenezwa na Wagiriama na Waarabu ambao ndiyo Kiswahili, ni Wafalme wa Pili kutoka mlango wa 7 kutoka 1 hadi 19. Kama umefika naomba useme amen. Amen. Msomaji wangu unaweza ukasoma nasi. Wafalme wa Pili mlango ni ule wa 7 kuanzia mstari wa 1 kuendelea. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi: kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shairi kwa shekeli, langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa mno, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema wakala na wakanywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji,
wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutenda Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutawapata kuingia mjini. Na mmojawapo wa watumishi wake akajibu akasema, kunradhi, baadhi ya watu na watwae farasi 5 katika hao waliosalia, waliobaki ndani ya mji, kwa mabano, tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Mwisho wa mabano, tukawapelekea tukaone. Basi wakatwaa magari mawili na farasi zake. Mfalme akawatuma kuwafuata Washami, akasema, enendeni mkaangalie. Wakawafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyovitupa Washami, wapate kukimbia upesi. Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami, ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shayiri kwa shekeli, sawasawa na neno la Bwana. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni, akafa, kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme, vipimo 2 vya shayiri kwa shekeli, na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli, ndivyo vitakavyokuwa kesho panapo sahi katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akasema, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga mlangoni, akafa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka tuisome yote kwa sababu najua kwa muda wangu wa dakika 45 tulizopewa sitaweza kutoka 1 hadi 19 nikifafanua, lakini kwa sababu mmeshapata muktadha ambacho kilikuweko na vile kitakavyoisha, at least nitakuwa nikiwaelezea, nitakuwa napunguza muda wa kujirudia. Bwana Yesu asifiwe. So mlango huu wa 7 ukianza unasema kwamba Elisha akasema, lisikie neno la Bwana. Ina maana kwamba maneno Elisha anayoyaongea ni majibu ya swali ambalo limetokea katika mlango wa 6. So kwa sababu ya muda nitawaelezea, kisha nikienda kutafuta kuhusu hii anayoelezea Elisha ndiyo habari njema, lakini kuna habari mbaya ambayo imetokea. So katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 6, hata naanzie mlango wa 5. Mlango wa 5 ndio tunapata mtu anaitwa Naamani akiwa amepata ukoma, akiwa taifa hili la Waaramu
ambalo linaongozwa na kiongozi wake wa idadi lilikuwa lina kiongozi wake wa kijeshi anaitwa Amani, ambaye alipata ukoma. So kama mpenzi wa kusoma Biblia, habari hii sio geni kwako. So na Amani akapewa taarifa na mmoja wa watu ambao alikuwa ametekwa nyara, Mwisraeli ambaye alikuwa ametekwa nyara na Waaramu, ambaye anafanya kazi kwa nyumba ya Naamani. So Naamani katika hali ile yake ya ule ukoma, wale Waaramu walishindwa kumtibu. So katika mbinu zao zote wakashindwa. Mfanyikazi wa ambaye alikuwa ni mateka katika nyumba ya Naamani akamwambia mke wa Naamani kwamba kama bwana wangu, kuna nabii namjua katika taifa lile la Israeli, ambaye akienda huyu bwana amuone huyo nabii, akiamua atakachofanya akikifanya atapona. So katika mlango wa 5 tunaona Naamani anaenda na anaponywa. Mfalme huyu Yeroabu, mfalme wa Israeli, Naamani alipokuja alianza kuvua mavazi yake akihuzunika sana, akiona kwamba Waaramu wanataka tu kupigana na yeye. Lakini Elisha akamwambia mlete huyo mtu, na akaletwa na akatumwa katika mto Yordani, akajiosha mara saba na akapona. Alipopona akarudi kwa Elisha. Elisha akamwambia kama umeponywa hiyo iko sawa, zawadi zangu akamwambia nenda nazo. Elisha alikuwa na mfanyikazi wake mmoja alikuwa anaitwa Gehazi. Gehazi akafanya hesabu akaona hapana, hivi vitu vyote hivi vikubwa bosi wangu hataki tuchukue, acha mimi nimzunguke. Na kweli akazoa akamfuata Naamani akampa kama alivyosema. Na baada ya Naamani kumpa vile vitu Gehazi akavificha. Aliporudi kwa Elisha akamwambia, wewe ulipokuwa chukua hivi vitu, roho yangu ilikuwa pamoja na wewe, na mimi nilikuwa nimesema vitu vya Bwana hatuvitaki, ili kwa sababu wewe umeng'ang'ania, ugonjwa wa yule bwana utakuwa kwako na kizazi chako. Najua mnaona habari hii haina umuhimu, lakini nitawaelezea ina maana gani huku mbele. So katika mlango wa 5 tukiumaliza, tunamaliza na hiyo story. Mlango wa 6, hawa Waaramu bado hawajamaliza vita vyao na wa Samaria. Sababu hapa tunapata nchi ile ya Israeli imegawanyika. Kuna wale mataifa 10 na haya mataifa mawili. So mataifa haya mawili ndiyo yanaongozwa na Yeroboamu, na Elisha anatokea kuwa nabii katika nchi ile. So katika mlango wa 6 hawa Waaramu wanafanya mpango wa kuvamia nchi ya Israeli, na Elisha kama mtu wa Mungu anapewa maoni yale. So Elisha anafanya kazi rahisi ya kwenda kumwelezea mfalme Yeroboamu kwamba mahali hapa na hapa msipite, mahali hapa na hapa ndiyo mumetegwa. So katika hali hiyo, yule mfalme wa Yeroboamu anajiamini kwa sababu alikuwa ana silaha nyingi, ana wanajeshi wengi, na lengo lake ilikuwa ni kumalizana na taifa hili la Wasamaria kabisa. Na kipindi kile watu walikuwa kama mji wetu huu wa Mombasa unakuwa na ukuta. So kama kuna mji mwingine mahali kwingine pia unakuwa na ukuta. So ilikuwa kuna sehemu ya watu wanakutana waweze kupigana. Mkitupiga mnakuja, sisi tunageuka tunakuwa watumwa wenu. So mfalme huyu Yeroboamu akawaza na kuwazua, akaambia wale watu wake, mbona sisi tukitega mitego yetu, huyu mfalme wa idadi wa jamii ya Warahamu akawaambia, mbona sisi tukipanga mitego yetu inakosa kukua? Ndipo mmoja wa watu wake akaweza kumwambia kwamba katika nchi ile ya Waisraeli kuna nabii, mtu wa Mungu, huwa anamwambia mfalme yale mambo ambayo yatatokea. So wakafanya uchunguzi wao kama Waaramu, wakapanga siku moja kumfuata Elisha wamteke nyara. So wakafanikiwa kweli kumteka nyara Elisha.
Elisha akayajua haya mambo. Walipofika, Elisha akamuomba Mungu hawa watu wapewe upofu. Wakapigwa na upofu. Ukienda katika mstari wa 15 mpaka 23 tunaweza kuyaona mambo haya. 19, Elisha akawaambia wale watu walipokuwa wameenda kumvamia, walipofika kumpata wale alipokuwa Elisha yuko, Mungu alipopatia upofu, jeshi zima likakosa mahali pa kuona. Wakasikiza tu sauti ya Elisha. Elisha akawaambia, twendeni, hivi ndiyo njia ya kuingia katika mji tuwamalize Waisraeli. Elisha akawachukua wale watu kutoka ile sehemu Elisha alikuwa yuko mpaka sehemu aliyokuwa yuko mfalme wa Samaria. Walipofika, mstari wa 20, hata walipokwisha kuingia Samaria, Elisha akamwambia Bwana, wafungue macho watu hawa wapate kuona. Mungu akawafungua macho wanajeshi wengi walile jeshi la Waaramu. Alipowafungua macho, amewafungua macho katika hekalu la mfalme wa Israeli. Naye mfalme wa Israeli akamwambia Elisha, hawa watu hawa ni wapige? Elisha akamwambia, watu hao usiwapige, kwa sababu kama ungetaka kuwapiga kwa nguvu zako hukuweza kuwaleta hawa watu. Hawa watu ni Bwana amekuletea. Wataka nikuonyeshe njia ya kudili na hawa watu. Katika mstari wa 22, Elisha akawaambia hawa watu wapatie chakula, wale na wanywe, washibe kabisa. Alafu wakishakula na wakishiba, wafungulie waende kwa bwana wao. So kwa sababu mfalme wa Israeli hivi vita hakuwa amevipigana yeye, akabidi akafuata maneno ya Elisha. Basi akawekea chakula tele, wakala wakanywa. Na vile vikosi vya Washamu wakaenda zao katika nchi yao. Lakini after kufanyika hicho kitu, sasa tutasoma kutoka mstari wa 24 mpaka 33, msomaji wangu, ni kuonyesha sasa vile baada ya Elisha amefanya wema huu wote, kwamba watu hao wameenda kumshika, Mungu akawapatia upofu, akawarudisha. So mfalme yule wa nchi ile ambao wanajeshi wake wamerudishwa bila kudhuriwa, kuna vitu atakavyovifanya. So tutasoma kutoka mstari wa 24 mpaka 36 ndio tuweze kuona kwa nini mlango wa 7 unaanza hivyo, sababu nitaanza mlango wa 7 kufafanua zaidi. Some mlango sasa kuanzia mstari wa 24 mpaka 33. Ikawa baada ya hayo, Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akauhusuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama, wakauhusuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nitakusaidiaje mimi, ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumle, naye amemficha mtoto wake. Ikawa mfalme alipoyasikia maneno ya huyo mwanamke, aliyararua mavazi yake kwa mabano, naye alikuwa akipita juu ya ukuta, mwisho mabano. Na watu wakaona, na tazama, alikuwa amevaa magunia ndani mwilini mwake. Ndipo akasema, Mungu
anifanyie hivyo na kuzidi, kikimbakia kichwa Elisha mwana wa Shafati juu yake leo. Lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake, na wazee wakikaa pamoja naye, na mfalme akamtuma mtu wa mbele yake. Lakini hata kabla ya kufika kwake, yule aliyetumwa akawaambia wazee, je, mwaona jinsi huyu mwana wa muuaji alivyotuma aniondolee kichwa changu? Angalieni, huyo aliyetumwa akifika, fungeni mlango, mkamzuie mlangoni. Je, sauti ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake? Hata alipokuwa katika kusema nao, tazama, yule aliyetumwa akamshukia, naye akasema, angalia, mabaya haya yatoka kwa Bwana, kwani mimi kumngojea Bwana tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So niko nataka mpate hiyo picha. So hapa Bwana amewapatia ushindi wana wa Samaria, lakini Elisha alipokuwa anataka kulonole mfalme, yeye akafanya jambo jema. Wale watu wakawapatia chakula, kunywa na wakarudi. Lakini mfalme wa ile nchi wanaona jeshi wake kurudi, kwa sababu alikuwa amewatuma wakamletee Elisha, ambaye anapeana siri za kwa nini yeye hawamalizi wa Samaria wote. Akaona dawa sasa hawa ni kuwazingira. So yule mfalme akaleta wanajeshi wengi, wakazingira ule mji wote wa Samaria, wakapanga mahema yao ya chakula na tayari kwa vita. Yaani ikawa ni kwamba akitoka tu Msamaria akiwa anataka kutoka ndani nje ya ule mji, wakimshika wanamuua. So jambo lile likaingiza hofu kwa Samaria yote, hadi mfalme wa mji akawa anatembea kwa ukuta, hawezi kutoka tena nje. Na wakati ule kwa ukuta wao ni mpana, so alikuwa mtu yuweza tembea juu yake. So mfalme akiwa anapiga round akiangalia jinsi watu wake wanavyoteseka, na kwamba jinsi watu wake hawawezi kutoka nje, kwa sababu ilikuwa mtu akiwa amezingira mji wako, ina maana kwamba hata kama una bidhaa zako katika ule mji hauwezi kuziuza nje, hata kama bidhaa zako ziko nje haziwezi kuja ndani. So vitu ambavyo viko pale katika ule mji watu wanaendelea kuvitumia vikiisha. So paka imefikia hatua ya kwamba kichwa cha punda, ambaye katika wanyama wote ukiona wamefikia hatua ya kula punda, ina maana kwamba ng'ombe wameisha, mbuzi wameisha. Yule mnyama ambaye alikuwa anaenda kuwabebea maji ndio sasa amekuwa chakula. Sasa imagine, mimi katika study zangu nilivyofanya, nikaona kwamba kama punda kinauzwa kwa shekeli 80, ina maana kwamba thamani kama ingekuwa ni sasa, kichwa cha punda ingekuwa kinauzwa shilingi 3695. Unaona ni njaa kiasi gani? Kama mpaka imefikia mahali sio nyama ya ng'ombe. Sasa nyama ya ng'ombe kilo sijui ni shilingi 650 kama iko gali. Lakini kama kuna sehemu ambayo kitu kwa kinauzwa rahisi zaidi ni kichwa na miguu. Sasa imagine kama kichwa kilikuwa kinauzwa shilingi 3600 miaka hiyo, ni njaa imefika kiwango gani? Na hii kitu unachoelezea hapa chini kama mavianjiwa ilikuwa ni aina fulani ya maharagwe kama vile dengu. Chakula ambacho kinatumika wakati ule kuna njaa kabisa. Chakula ambacho kinaweza kukaa kwa misimu mingi. So chakula hichi pia ilikuwa kimepanda bei kiwango kwamba kinauzwa kwa kiwango kikubwa. Lakini njaa hii ilikuwa imefikisha watu kiwango cha kwamba wamama wawili wanaweza kaa hivi, njaa ikawapiga mpaka wakaamua tuchinje mtoto mmoja tule. So
njaa hii ilikuwa imefika kiwango kibaya. So hii ndio ilikuwa ni habari mbaya, ndio hali halisi ilikuwa wanapitia Wasamaria, na ilikuwa hawawezi kuletewa misaada na mataifa mengine kwa sababu wako under siege, wametekwa nyara hawa watu. Kwamba kama kuna kuja taifa litake kuwaletea msaada hawa wa Samaria, basi nilipigane na Waaramu liwashinde, ndo liweze kuingia katika lango la Samaria. So mfalme akipita akapatana na huyu mama anampatia mfalme kesi. Anamwambia mfalme, mimi naomba unisaidie mfalme. Mfalme, nikusaidieje kama Bwana hajaweza kukusaidia? Bwana mimi mwenyewe hajanisaidia. Mimi mwenyewe kama Yeroboamu mfalme wa Israeli nashangaa nasaidikaje? Bwana ameniacha. Lakini haizuru, nipe kesi yako. Yule mama anamwambia, jana mimi na mama fulani tumekubaliana, sababu njaa imeshika mji huu, hatuna cha kukula, kwa sababu mimi na yeye tuna watoto wawili, mimi wangu mmoja na wake mmoja. Amenishawishi huyu mama tuchinje wangu. Tumemchinja wangu, tumemla, tumeshiba, tumemaliza siku kadhaa tukila nyama ya mtoto wangu, mimi na yeye na mtoto wake tumefurahia. Sasa imefika zamu ya kumla wake amemficha. Mfalme, nifanyie haki basi, mwambie mama huyu, kwa sababu wewe ni mfalme, alete wake tumle. Mama huyu akiona jambo lile linampatia faraja sana mfalme amerarua joho lake. Ni kwamba anaonyesha kiwango gani cha kuhuzunika, kwa sababu mfalme anakuwa na nguvu kama anaongoza watu hawa wamefika kiwango cha kulana wenyewe kwa wenyewe. Sasa mimi hapa napeana haki gani ya kwamba toto wa huyo mwingine pia aliwe? Je, pia mimi nitakuwa nimeshiriki katika kupeana damu ya huyu mtoto asiyekuwa na hatia? Katika huzuni ile, yule mfalme anaweza kutoa joho lake, anaweza kurarua nguo zake na kuvaa nguo za magunia. In other way, yule mfalme ameweza kusarenda ule utawala wake, kwa sababu kuvaa nguo ya magunia ilikuwa ni kitu cha aibu cha mwisho. Na anatembea kwenye ukuta kama amevaa magunia, kuonyesha hawa wengine kwamba mimi, jamani, mumeshaniweza, sina nguvu tena. Kama kuna falme nyingine angalau ione huyu mfalme anataka msaada, na watu wake pia wajue mfalme hana jambo tena. Lakini mfalme anatafakari na kufikiria, anaona kama wale watu Bwana alowaleta kupitia Elisha tungeliwaua, huyu mfalme angekuwa ametuheshimu. Sasa angalia, wale Waaramu wamekuja Israeli, Elisha amewatembeza Samaria yote, wamejua Samaria nje na ndani. Hawa watu wameingia kwenye boksi yetu, kwa tumalizane nao. Elisha amenambia watu hawa, Bwana amesema sio wao uliowapigania, waache. Nimewaacha, lakini matokeo yake, madhara haya yote tuayapata sababu ya huyu Elisha. Sasa mimi kama mfalme nataka kumalizana na huyu Elisha. Ndio maana Elisha akiwa amekaa na wazee pia wao wakiwa na njaa, anatumwa mtumishi mmoja, anaambia mimi niko nyuma yako. Anasema, Bwana, kama leo kichwa cha Elisha kitabaki mabegani mwake, Bwana mimi utakuja nitendea haki. Hiyo ina maana gani? Kama mfalme ameamua wacha nimkatilie mbali huyu mtu wa Mungu, Mungu huenda akaniletea mwingine. Inaanza wazi kwamba hayaamini tena maneno ya Elisha aliyomwelezea. Jambo hili la kutendeka
Elisha analijua. Anawaambia hapo mlangoni anapokuja kuna mtu yuaja, mfungieni. Huyo mtu akiingia nyuma yake kuna mtu yuaja kuniua. So Elisha amefunga ule mlango, mfalme ako nyuma, dili yake imekataa kuingiana. Anamwambia sasa, wewe Elisha toka. Na Elisha anamwambia sasa, ndio tunaingia katika mlango wa 7 sasa. Elisha anamwambia Yeroboamu. Anamwambia Yeroboamu sasa. Ndio tunaanza na maneno haya. Elisha anasema, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, Bwana yule aliyenipatia hawa wa Aramu nikawaweka mateka nikakuletea, na nikakwambia, alikuambia wapatie chakula wale. Sasa msikize yuasemaje. Bwana asema hivi, kesho saa kama hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shairi kwa shekeli. Kama zile, hata nizipee jina ya mbaazi, sababu si maharagwe. Ni maharagwe nifanya changu ni maharagwe yanakaa kama mbaazi, ama tuseme kunde, sababu kunde ndo wazi na mea sehemu kame. So kama kunde sahihi zauzwa kwa shekeli 5, ambayo ni shilingi karibia 250. Alafu kichwa cha punda chauzwa shilingi 3695. Alafu Elisha watuambia, Bwana asema hivi, kesho kipimo cha unga mzuri. Unajua akatiwa anasema kipimo cha unga mzuri, hakuna unga mzuri kwa Samaria yote. Get my point? Katika Samaria yote hakuna chakula kizuri kiko hapo, mpaka watu wameendea kula kunde na kula vichwa vya punda. Alafu Bwana yuasemaje? Kesho saa kama hii unga msafi utauzwa shilingi 90. Alafu vipimo 2 vya shairi ambao ni mafuta mazuri, sawa, vitauzwa kwa shekeli 2. Yaani ungwa utauzwa shilingi 46. Alafu mafuta fresh fry ile wanamama mnapenda itauzwa shilingi 90 lita 1, ambao nilifanya mahesabu, vipimo 2 ni kama lita 6, sababu kipimo kimoja ni kilo 3 na kilo na lita zinafanana. Kumaanisha alikuwa anawaambia kesho saa kama hii unga kilo 3 utauzwa, kilo 1, kilo 3 itauzwa shilingi 46. Alafu mafuta lita 6 itauzwa shilingi 90. Hata wewe unaona katika historia wamepitia, inakaa ukweli. Yaani hawa watu kama vile sasa tunaambiwa bei ya lita, bei ya petroli ni shilingi 210. Alafu aje mtu atuambie kesho muda kama huu petroli itauzwa shilingi 40. Alafu mmeona unga si uko 200, kesho unga utauzwa shilingi 40. Hii story ilikuwa inakaa story ya jaba kwa hawa watu wote. Lakini ujue Elisha habari hiyo ameipeana, imeenea mji wote. Kama mfalme ameenda kwa Elisha mtu wa Mungu, mtu wa Mungu amesema kesho. Yaani katika ile hali ngumu umekaa, kuna habari njema imekuja. Si hamuna njaa, muna njaa, msinunue. Kesho vitu beiche. Lakini mfalme alikuwa na mtu wake wa mkono, ambaye alikuwa kama unajua kwa mfalme anakuwa na watu wa kazi nyingi. Yaani mfalme wa huyu wa Samaria alikuwa paka na mtu wa kumwekea mkono akiwa yuongea.
huyu mtu, basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea kumweka mkono wake, akamjibu ule mtu wa Mungu, akamwambia, tazama, wacha kesho Mungu kufanya hichi kitu kitokee. Sisi kama wana wa Israeli twajua Mungu alikuwa akitoa mana juu, akiiteremsha tukila. Lakini sasa angalia ule Mungu tunayemjua, hata akafungua milango yake ya huko mbinguni, akafungua ile madirisha ya mbinguni, jambo hili haliwezi kukua. Yaani mtu huyo akawa anamwambia Elisha, wewe ni mrongo. Anamwambia Elisha, yule Mungu unayemtegemea wewe, yule Mungu unayetuelezea, hawezi kufanya hivyo. Angekuwa yafanya hivyo, angeruhusu sisi tutekwe nyara hapa, hata hatuwezi kutoka. Angeruhusu mama achinje mtoto wake amle kama mboga. Unafikiria jambo hilo lilikuwa linakaa rahisi? Historia hii ya huyu mama kutaka, yaani katika hali yako ambapo bado unadai haki, na haki yenyewe unayoidai bado haikai haki, sababu inakaa ni upuzi. Unataka vipi mtoto wako mchinje umle, alafu unataka mchinje zako ndio at least you feel justice? Sababu lengo la huyu mama sasa, kama mtoto wake amemchinja akamleti yuasikia vibaya, hapana. Unataka pia wa mwenzake achinjwe wamle, ndo angalau wote wakae kama hawana watoto. So mfalme ameona haya, lakini katika hali hiyo hiyo ngumu alioko, Bwana asema, kesho saa kama hii kipimo cha unga msafi kitauzwa kwa shekeli, kipimo viwili vya shairi vitauzwa kwa shekeli. So tukimaliza, huyu mtu akimaliza kumwambia hivyo, Elisha anamwambia kitu kimoja katika pati B ya mstari huu. Anamwambia, angalia wewe, what I'm talking, I'm sure about it, and I am really pleading with you. You will see it, but you will not benefit from it. In other words, anamwambia ule mtumishi wa mfalme kwamba umemdharau Mungu wangu, naye Mungu wangu atahakikisha umeona, lakini hautafaidi. You are talking with my God. My God will deliver Samaria and you shall see it. But one thing I guarantee you, you shall not benefit from it. Na tukimaliza kuongea hayo, ndio tunakuja kwa habari ambayo nataka kuihubiri leo. Tunaacha watu hawa wakiongea maneno hayo. Kuna uwezekano mkubwa mfalme amemwambia Elisha, wacha tuone, umesema ni kesho muda kama huu, watu wangu turudini kwa kambi. Let's see huyu Mungu Elisha anamuelezea. Tumempa masaa mangapi? Masaa 24. Sio wiki moja, sio mwezi, sio mupande alafu muvune. It's only 24 hours. Now let's go and see. Tunaanza mstari wa 3. Sasa unasema kwamba basi walikuweko watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Watu hawa hatujaelezewa walikuwa wakina nani, lakini wanadisi wanaongelea kwamba wanasema kuna uwezekano mkubwa ikawa ni Gehazi na watoto wake 3. Na wala niliwaambia ule mlango wa 5 una umuhimu hapa kwa mlango wa 7. So watu hawa 4 ni watu wa familia moja, familia ya Gehazi, ambaye Gehazi alikuwa mtu wa mkono wa Elisha. Kwa kufanya makosa yale, kuchukua zawadi za Naamani, amepewa ukoma.
Kwa historia ya wana wa Israeli, watu wenye ukoma walikuwa hawakai na watu wengine, na kwa sababu hawa watu wenye ukoma wanataka kula na kunywa, inabidi wakakae katika lango la mji, ile entry na exit ya mji, wakakae hapo, ndio watu wakiingia na vitu ama wakitoka na vitu waweze kuangalau kuwasaidia. So watu hao wenye ukoma wanajua nini kinaendelea katikati ya mji, lakini watu hawa wakaanza kusemezana, mbona tukae hapa hata tufe? Kuna uwezekano watu hawa wamekaa njaa zaidi ya watu ambao walikuwa wako ndani ya mji ambao ni wazima, kwa sababu hawa wenye ukoma hawafanyi kazi, hawalimi, hawavuni. Ni watu ambao wametengwa, ni watu ambao hawana maana katika jamii. Ndiyo maana wameenda kukaa katika lango la mji wakingoja kuomba, kwa sababu hata kama angekuwa ni jamaa zenu, watu hawawezi kukaa na watu wenye ukoma, sababu wanaona wataambukiza ukoma. Na wakati ule kama unagonjwa kwa unaogopa, kwa ugonjwa unaogopa ni ukoma, sababu ukikupata ukoma unaanza kukutomwa hizi vidole, una sura kama uko kijana miaka 20 unaanza kama mtu wa miaka 50, sura inasinyaa, viungo vinaanza kukatika. So watu hawa kuna uwezekano wamekaa njaa kuliko watu wote, lakini wakaulizana, mbona tukae hapa tufe? Lakini watu hawa wakawa na jambo lao. Mlango wa 4 unasema, tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Wakina option gani? Waliotuzunguka ni wakina nani? Ni Waaramu na mfalme wao Hadadi. Basi haya, twendeni tukaliangalie jeshi la Washami. Hawa Waaramu jeshi lao kule, jeshi la Washami. We have no other option. Hawa walio adui zetu tuwaendee hao. Wakituhifadhi tutaishi, basi wakituondoa wakituhifadhi tutaishi, wakitua tutaishi tu, tutakufa tu. After all, tukikaa hapa tutakufa, tukiingia mjini twafa. Let's try our chance, sababu sisi after all ni wenye ukoma, hatuwezi pigana nao. Twendeni. Hawa watu wakitukaribisha tutakula, tutaishi. Sababu sisi ni wenye ukoma, tutakaa hapo kwenye geti lao. Hawa wenye chakula tutaomba, hawa mabosi, kwa sababu huwezi omba mtu ambaye hana kitu. Wamwombaje mtu ambaye hana kitu? So they had no alternative. Kitu walichokuwa wako nacho ni twendeni. Leo mimi na wewe, ukweli mmoja ambao nakwambia ni kwamba tumezaliwa kufa, hakika tutakufa. Either umeokoka, either haujaokoka, kufa utakufa. Swali ni, unakufa kufaje? Ukifa kama umempokea Kristo, una uhakika wa kuishi maisha ya umilele. Ukifa kama hujampokea Kristo, una uhakika wa kuchomwa milele.
So it's up to you. You made a decision. Mimi nitampokea Kristo nikifa niishi milele, ama nitabaki na mambo ya dunia nikifa nikachomwe milele. Hali hii ambayo watu hawa walikuwa nayo siku hiyo, hata mimi na wewe leo tuko kwa hali hiyo, kwamba hakika kufa tutakufa. Tofauti yetu ni moja, sisi hatauliwa kwa sababu mji wetu umezungukwa uko na njaa, but sisi tuko na destination moja, kufa lazima utakufa. Hata ukae miaka 600 ambayo hauwezi, hata ukikata sana ambao mtu wa Mungu yuaiomba. Biblia inasema kwamba ukikaa sana ukifika miaka 70, ukizidi 71, hiyo ni miaka neema unakaa. Lakini miaka yetu ya kukaa sisi kwa sababu sahihi ni kuanzia mwaka siku ya kwanza uliozaliwa mpaka 70. Ukizidi 70, 80 uko kwenye miaka ya neema. Hiyo ni neema tu umepewa. Lakini miaka ukifaa 30, 40 uko sawa tu. So no one is guaranteed kuishi. So watu hawa wakafanya uamuzi, sisi twendeni, bora kuliko tufe hapa kwenye geti ama tuingie mjini tukafe sababu huko kuna njaa. Twendeni tukafe wapi? Huko kwenye chakula. Angalau tutakuwa chakula tumekiona lakini wametunyima, ama tumejua wametuua. Kuliko nikae ningoje nife kwa njaa, bora nende kule nitapigwa risasi ama nadungwa mishale. Sababu kiuhakika mimi ni Msamaria, hiyo haibadilishi. So tunaingia katika mstari wa 5. Lakini katika mstari huu wa 3 bado tunaweza kumuona Kristo katika hali hiyo ya kwamba either vile unaishi utaamua unaishi katika maisha ya Kristo ama utaishi maisha ya kufuata tamaa zako, lakini uhakika utakufa. Shida ni utakufa ukiwa wapi? Lakini watu hawa bado hawakukata tamaa, wakaamua kuingia katika ule mji. Basi watu wale, katika mstari wa 5, basi watu wale wakaondoka kabla ya pambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Watu wakaamua, wakakata shauri, wakasema kabla ya kuja pambazuka, jioni hii ya leo tumelisikia neno la Mungu, let's make a decision right now. Hatuingii mjini, hatukai hapa, tunachukua hatua. Our way forward, jeshi la Washami. Our way forward as Christians, we should decide we are going with Christ. We have received Christ. We are supposed to live a righteous life. Tuishi maisha yetu kwa ajili ya Kristo, maana ni Kristo peke yake alitufia, akatufanya sisi kuwa wana wa Mungu. Bila Kristo hauwezi kuwa mwana wa Mungu. Unakuwa mwana wa Adamu ambaye haki yako ni kufa na kuchomwa umilele. So katika mstari wa 5 watu hawa wakachukua imani. Basi wakaondoka kabla ya pambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Nao walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Watu hawa walitarajia watapata zile barriers, kwa sababu hawa Washami ni jeshi kubwa. Mpaka ufike sehemu ambao kuna chakula, lazima utapatana na watu wa kwanza uwaelezee. Wakikuelewa uende kwa wapili. Lakini watu hao wamekuwa surprised. Wameingia, hawajapata mtu yoyote. Kashindwa
kwani hii ni trap nini? Mbona wajamaa wametuacha hivi? Lakini watu hawa kumbe hakuna mtu. Je, itakuwa ni nini imefanya jeshi la Washami lote halipo? Lakini mlango wa 6 tunapewa sababu na kwa nini jeshi la Washami halikuwepo. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti, wafalme wa Misri, waje wapigane nasi. When God decides to give you victory, he always uses means. Wana wa Israeli, mfalme Yeroboam wa Samaria akingojea Bwana afungue madirisha kutoka mbinguni ashukishe chakula, Mungu ameamua kutumia watu ambao wamedharaulika kuliko watu wote. Just imagine vile mawanne wakiwa wanatembea na wheelchair zao. Jeshi la Washamu linasikia vishindo vya magari ya wanajeshi. Tena wanaona hii combination hii si ya Waisraeli peke yake. Kuna Wahiti, kuna Wamisri, yaani hawa wote Waisraeli wamewakodisha waje wapigane na nani? Na sisi. Yaani Washamu vilikuwa wamejipanga kwa kisha namazana na Wasamaria, wamesikia kishindo, hata hawajawaona. Mungu amewaekea Washamu masikioni mwao, hawasikii kingine chochote. Yaani hawa walemavu 4, hawa wenye ukoma 4, wakiwa wanaelekea, wakiwa wanakaribia katika mlango wa Washamu wanaenda mbio nyingi sana, kwa sababu hawaoni watu wenye ukoma 4. Wanasikizia muunganiko wa majeshi mangapi? 3. Wanaona kuna Waisraeli ambao wako nyuma kabisa, kuna Wahiti na Waisraeli. Na kipindi kile taifa la Israeli linaogopewa sababu lina jeshi moja kubwa sana, na lilikuwa lina silaha nyingi, kwa sababu Waisraeli walikuwa wamepakana pande huu na Waarabu. So kutokana ukipigana na jeshi la Waisraeli kama Misri, ni kama umepigana na Waarabu wote. Na Waisraeli walikuwa na tabia ya kununuliwa kama mercenaries. Na Washamu wako na historia ya uhusiano kati ya Israeli na Misri. So Washamu wanaona hawa watu wamejipanga. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kuangalia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao, farasi wao, punda zao, kimo chao na vile vile kama vilivyokuwa. Wakakimbia wapate kuponya nafsi zao. Just imagine. Jeshi lililokuwa limewazunguka, ambalo limejipanga kuwadhuru nyinyi, muko ndani mukae na njaa mufe, mukishindwa mujitokeze wawaue, wamalizana nyinyi wachukue ardhi yenu. Watu hao Mungu amewaeka kishindo kiasi kwamba sasa hawako tena tayari kupigana na nyinyi, bali wanakimbia kuokoa uhai wao. So watu hawa, huyu ni Mungu ameamua kuingilia kati. Mungu ameamua kumwonyesha ule mfanyikazi wa mfalme. Alisema kama Mungu hata akafungua madirisha yake mbinguni,
jambo hilo haliwezi kukua. Mungu naye amemwonyesha ule mfalme kwamba mimi, wacha Elisha pale pale nimemwambia kazi ya Elisha ni moja tu, ni kuwapatia message kwamba kesho muda kama huu. Na Elisha ametulia, anajua Mungu wake hawezi kumwaibisha. Mlango wa 8. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na wakanywa. Yaani hawa watu shida ya kwanza, mtu akiwa ako na njaa proper, hakuna pesa, hakuna dhahabu, hakuna nguo, anafikiria kitu ya kwanza, anafikiria kuokoa hai wake. Kwamba wakaingia mara wakapata hema ya kwanza kuna chakula, wakafikiria tutaweza kufanya nini? Kufanya nini? Kula na kunywa. Kwanza washibe, wasife. Kwanza unaokoa nini? Uhai wako. Hata yule mama aliyechinja mtoto wake alikuwa anaokoa uhai wa nani? Anaokoa wake. Sema mimi ni kwa tumbo nitazaa mwingine, ngoja mimi ni survive, hii njaa ikiisha tapata bwana nitazaa mtoto mwingine. Hebu angalia, they had bad news. Hata wale wenye ukoma hawangetaka waingie kwa mji. Unajua hata pia wao wangefanywa mboga. Just imagine kuna mtu anakaa mgonjwa hapa na nyuma uko na njaa. Na kuna watu ni wazima. Mwanzo ujue maana ya kwanza watu wenye ukoma walikuwa watu ambao wamelaaniwa. Acha tuondoe hii laana, tuchinje hii laana kwanza, tukule hii laana. Inafanya nini hapa hii laana? Lakini Mungu hachagui mtu wa kutumia. Mungu ameacha majeshi yaliyo na nguvu. Amemwacha hata huyu Elisha ambaye amefanya miujiza mingi. Hajamtumia tena Elisha. Ameenda kutumia watu wenye ukoma. Watu hao wenye ukoma, mlango wa 8, wala wamekunywa. Jioni walikuwa watu wanatazamia kukufa. Sasa ni watu wamekula, wamekunywa, wameshiba. Tena sio hivyo tu. Walipomaliza kula na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu ambazo wakaenda kuvificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Hiyo ndiyo kawaida na ndiyo kazi yetu sisi wenye dhambi. Mungu amekupa utajiri, wacha nijiwekee. Juzi ulikuwa hauna kazi, juzi ulikuwa hauna bazi, ulikuwa omba Mungu tu akupe uwezo wa kupata chakula. Liko mtu akikupatia 100, 200, unamshukuru Mungu kwa ajili yake. Sasa uko na kazi, unakula na kunywa, unasema kuko na future. Hata hawa wenye ukoma yako kama vile mimi na wewe. Kila mtu mwenye dhambi ako na ubinafsi. Hata mimi na wewe tuliookoka, wale tuko na asili ya dhambi. Ubinafsi umetujaa. Angalia watu hawa walipomaliza kula na kunywa, wakajua akili hii tuliokuwa nayo ya kuja kwa hili jeshi la Washami, sasa si peke yetu tuko nayo hiyo akili. So tufanyeje? Ikifika asubuhi, wale wenye nguvu wakija hapa, sasa tuko na ukoma, tutaweza kubishana na wanajeshi wenye nguvu na akili? Hapana. Tuchukueni hivi vitu tujiwekee. Hata hivyo pia ndivyo wanavyofanya wanasiasa wetu. Wanakuja wanatuzia ajenda, wanatuzia sera nzuri za vile tutaboresha maisha yetu. Tukishawapatia uongozi, nilitumia pesa yangu ya kampeni, ngoja nirudishe pesa ya kampeni, nijiongezeka shamba na nyumba, alafu nitawafikiria wapigia kura wangu. Kuna siku moja kwa nalalamika sana kusasa. Kuna changu moja akaniambia, Joshua, how sure are you tukikupatia wewe UMCA hautaajiri ndugu yako ama rafiki yako? Nikamwambia na hapo umesema. Hata mimi mwenyewe nina ndugu zangu pale. How will they suffer kati mimi naongoza mji? Ile kiukweli tu hata mimi sindajiona mjinga. Kwa nini ndugu yangu awe maskini na mimi niko na uwezo? Na niko na sehemu naweza peana 10,000 akapoa kazi. So hivyo ndivyo pia hawa watu
walifanya. Walikula wakanywa, waliposhiba, hey, twende tukajifichie. Kama ilikuwa hema iko hapa, wanachojua naficha kokoya chini huko, wanaficha dhahabu na fedha, paka nguo nzuri. Just imagine mtu mlemavu anafikiria pia kwamba anafaa kung'ara. Vile wewe unamuonaga eti kama eti huyu mtu eti ni kripo, eti anaburuta chini, mpe pesa uone kama atavaa hiyo nguo ambayo imeraruka chini. Tena anajua kupiga swaga. Hata uone atanunua nguo expensive kuliko. Wewe unaona kama eti hata amevaa matambara chini kwamba eti hatamani kitu kizuri. Ni hali imemfanya kwamba hatamani kitu kizuri. Lakini kwenye moyo wake hakuna mtu kwenye ulimwengu anapenda udogo. Hata sasa hii huyu mtoto wangu tu Abrahamu, umweke hapa soda lita na umweke kale kamwala. Ufikiri ataendea kamwala? Kwani ana akili yeye? Na kitu kikubwa akiishi. So hata watu hawa waka-act katika capacity ya wanadamu. Na mimi leo nakwambia hivi, kabla niingie katika mstari wa 9 na ambao utakuwa ni wa 9 na wa 10 nitaunganisha nikimalizia. Sababu naona muda wangu umeenda sana. Najua umeenda sana. Hizi sasa nimesikia iko nzuri sana. Swali ni, kama watu hawa walikula na wakakunywa, wakafurahi wakajiwekea, je, wewe ndugu yangu, mimi na wewe leo umekunywa na kufurahia wokovu wako? Ni kwa sababu kwa nini nakwambia mstari wa 9 na wa 10 tunamalizia. Ndio maana kwa nataka upate hiyo picha ya victory wanakoipata huko mbele. Kwa sababu haya maneno ambayo yako hapa ataendelea huko chini, utaona kwamba walipata tu ushindi. Na ule mtu aliambiwa na Mungu kwamba ataona na hata faidi, kweli aliona na hakufaidi. Hata mfalme mwenyewe alikuwa na mashaka juu ya hii kitu ambacho anaelezewa, kwa sababu story yenyewe imetoka kwa nani? Kwa wenye ukoma ndo analeta habari njema. Ndugu yangu, kama hauwezi kufurahia, kama haufurahii, kama katika Yesu haufurahii wokovu, my brother, you won't share the good news. The good news need to be shared to people who are rejoicing in Christ. My brother, my sister, if you are not rejoicing for becoming a Christ, before becoming Christian, then you have no reason, you have no basis to share the good news to people. How will you share a news that you are not enjoying? Yule mama alipokuwa anamuelezea mfalme akilalamika, alikuwa analalamika ile mabaya ambayo anaona ametendewa. Lakini watu hao baada ya kula na kunywa, kama unavyofanya mimi na wewe, mstari wa 9, ndipo wakaambiana, mambo haya tunayofanya si mema. Leo ni siku ya habari njema. Today is a day of sharing the good news. Na sisi tumenyamaza. Sisi tumenyamaza. Tukinyamaza na kungoja hata kupambazuka, madhara yatatupata. Watu hawa, habari ile iliongewa na Elisha kwamba kufikia kesho saa kama hii kipimo cha unga kitakuwa kinauzwa kwa shekeli, vipimo viwili vya shairi kwa shekeli. Habari hiyo ilikuwa imeenea kwa mji mzima wa Samaria. So hata wale wenye ukoma walikuwa wanaenda kwa jeshi la Washami. Kile wanajua hata tukienda tukifa huko sawa. Lakini kuna habari njema mtu wa Mungu ameisema. Na Gehazi hakuwa mgeni kwa Elisha. Gehazi hakuwa mgeni kwa Elisha bwana. Alikuwa ni mtu wa mkono. Ndio maana Naamani akakubali vitu ambavyo, sababu Gehazi alimwambia Naamani, bwana wangu amenituma unipe. Vile ulikuwa wampatia,
Amekaa akafikiria, akaona unipe nikampelekee. Na Gehazi hakuwa na nia mbaya. Aliangalia akasema, Elisha sasa umekaa kwenye kijumba kinakaa kizeezee hivi. Huyu jamaa ameleta dhahabu, shaba, manemane. Tena jamaa alipopaka watumishi, na Amani akimpatia Gehazi hivi vitu, alipopaka watumishi 5 wa kumpelekea nyumbani. Ndio Gehazi akaenda kavificha, ndo akamwendea Elisha. Elisha, vipi bwana bosi wangu? Unaka vipi falafala bwana? Umemponya, anakupa zawadi. Kuna kosa gani kukupatia zawadi wakati wewe umemponya? Lakini Gehazi alipigwa na ukoma. Alambole ukoma uliokuwa kwa Naamani nimekubandika. Lakini sahi the one who is sharing the good news is Gehazi and the family. Mungu hakumponya Gehazi ndio ili aweze kuleta habari njema kwa nchi ya Wasamaria. Gehazi na watoto wake wakiwa na ule ukoma waliokuwa nao, bado Mungu amewatumia kuleta habari njema. Ndugu zangu, usitegemee siku utakuwa na mamilioni ndio utaweza kushare injili kwa watu. The good news of Christ you are supposed to share. The current situation you are. Hauna kazi, hauna mume, hauna pesa, hauna chochote, una habari njema. Hii habari tunaihubiri hapa. If you are enjoying being a Christian, then you have an equal responsibility of sharing the good news to your neighbor, to your brother, to your sister, to anyone around you. Mwambie, my brother, my sister, I have good news. Jesus loves you. Kama hauwezi kumwelezea Warumi, huwezi kumwelezea Wagalatia, huwezi kumwelezea kwamba vile mtu anafanywa mwenye dhambi anafanywa mwenye haki, kamwambie kuna kitabu kimoja kiko, hata yeye anakijua. Kamwambie kasome Yohana 3:16, 17. Inasemaje? Yohana 3:16 na 17. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanae ili ulimwengu auhukumu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kama unaweza kumwelezea mtu kuhusu hayo, imetosha. That's a good news to him. Kama hiyo itakuwa ngumu, basi enda nami katika kitabu cha Mathayo 11. Kama yeye anajiona ni mwenye dhambi na kwamba hawezi, kwamba hastahili, mwambie, ndugu yangu, niko na kitabu hichi mbele yako. Mathayo 11:25. Kunaye mmoja ambaye anashughulika na mambo ya watu. Kama huwezi kunielezea mimi ni mwanadamu ambaye pia mimi nimepitia katika njia hiyo hiyo ulioko, kamwambie hivi, kunaye mmoja anaitwa Yesu Kristo. Anawaambia watu nini? Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mwambie, ndugu, dada, kaka, uko na mzigo umekulemea. Huenda huwezi kunielezea, lakini kunaye mmoja ambaye ako tayari kukubebea mzigo wako. Umelemewa na mizigo yako, haijalishi hali yako. Kama Mungu ambaye aliongea na Elisha ametumia wenye ukoma kuwaletea nchi nzima ya Samaria, makabila mawili ambayo yanatoka katika tawi la yale makabila 12 ya Israeli, ambayo ndiyo Yakobo. Mataifa haya mawili yako katika mpango wa Mungu wa kuokoa ulimwengu.
Kama Mungu aliweza kutumia wenye ukoma, mimi na wewe, we are much better. God can use you in any capacity. My brother, my sister, if you are not rejoicing for being born again, then you have no reason to share the good news. But if you know that you have been saved from going and being burned and perish forever, now you will live forever, you have any reason. You have every reason to share the good news to people around you. The good news is, Mungu alimtoa mwanae wa pekee kwa ajili ya sisi wenye dhambi, ili asiweze kutuhukumu, akaweze kutuokoa. Yesu anasemaje katika Mathayo 11:29? Shina anasema, njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Je, una raha nafsini mwako? Kama wewe una raha nafsini mwako, na wewe umeweza kuipokea habari njema, basi una kila sababu ya kushare habari hii njema kwa wote waliokuzunguka. Kama wewe sio binafsi, habari hii njema, Mungu hakukuokoa ili ukaweza. Hata wanafunzi wa Yesu katika Mathayo 28:19 waliambiwa, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kwamba kwa vile ambaye kingi amepewa, kingi tajika kutoka kwake. So wewe umekaa Kalvari, ni miezi 6, ni mwaka, miaka 5, ni wiki 2, ni wiki 1, ni leo Jumapili yako ya kwanza, habari njema nimekupa. Uko na kazi ya kuihubiri habari hii njema. Yesu anasema kwamba, maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kama nira na mzigo mwepesi ulionao ni wa Yesu Kristo, maana amefia dhambi yako, amechukua kule kuhukumiwa kwako, amekufanya wewe kuwa sawa na Mungu, amekufanya wewe sasa unamwendea Mungu kwa ujasiri. Basi uko na kazi moja ya kufanya. Leo nimekuja kukukumbusha kwamba habari hii njema umeisikia, uko na kazi ya kuishare. Tuamini na tuombe. Asante Mungu kwa kuwa wewe ni mwema. Tunasema ni asante kwa kutuokoa. Asante kwa kututoa kutoka wenye dhambi. Sasa umetufanya sisi kuwa wana na kukusongolea kwa ujasiri. Mungu, asante kwa kutumia kama chombo kuleta habari njema kwa ndugu zangu hawa. Wacha habari njema hii ikawe kama mbegu njema iliyopandwa katika mioyo yao, wakaweze kuishare, ikaweze kumultiply, ili tukaweze kurudishia sifa na utukufu kwako. Asante Mungu, maana habari hii njema haitaisha hapa Kalvari, bali itaenda katika kila kona ya ulimwengu. Watu wakaweze kujua kwamba Mungu ulitupenda na ukamtoa mwanao Yesu Kristo, ili sisi wana wako tusiweze kuwa katika shida, tusiweze kuchomeka milele, bali tukaweze kuisha katika maisha utaua na kuweza kurithi ufalme wako wa milele. Asante Mungu, maana kunaye mmoja ama wawili ambao hawajaokoka, wamependezewa na kusikia, nao watakutika fadhia zao, watakutika fedhea zao, watakutika mizigo yao. Mungu Baba, unawajua watu wako, hali wanayoipitia, mizigo walionayo mioyoni mwao, mizigo walionayo kichwani mwao, mizigo walionayo mabegani mwao. Mungu, enda ukawapumzishe, kama ulivyorudisha tumaini kwa nchi nzima ya Samaria kupitia wenye ukoma 4. Enda ukarudishe tumaini kwa kila familia mmoja wetu, kwa kila ukoo wao kupitia wao, katika hali hile waliodharauliwa nayo, katika hali hile walionekana kwamba si watu wa maana. Lakini wacha Mungu Baba ukawapatie neno lako likaweze kuwa habari njema katika familia. Mungu, na sisi ambao umetupatia neno hili,
tukaweze kututumia, tukaweze kupatia ndugu, jamaa, marafiki, hata customer, hata clients, tukaweze kuwapatia habari hii njema. Maana unasema katika neno lako kwamba kwa yule kingi amepewa, kingi iliyotoka kwake. Nasi tunajua Mungu, tuko na kazi umetupa. Kwa neno lako unasema kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ndio wachache. Mungu, sasa tuna kazi ambayo tuko wachache hapa. Sasa tuna kazi ambayo tuko hapa wachache. Tukatumie ili tukaweze kukuletea mavuno katika nyumba yako. Na katika jina la mwanao Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen.